Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji na mfuatiliaji wa Istiqama Swahili TV. Karibu sana katika kipindi cha Nashidi Zetu. Kipindi ambacho kinakujia siku moja katika wiki kwa lengo la kuweza kukaribisha na kukurubisha na mushirina mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana katika kuelimisha umma wa Kiislamu kupitia tasnia hii ama sanaa hii ya nashidi. Kukuletea kipindi hiki na kwa ushirikiano mkubwa kabisa mafundi mitambo wetu hapa, lakini pia mtangazaji wako naitwa Said bin Musa. Niko na wageni wangu hapa ambao watakuja kujitambulisha baada ya hapo, lakini kabla ni kukusalimia, halikadhalika watajitambulisha wapi wanatokea na kitu gani ambacho leo hii wamekujiletea katika fani hii ama tasnia hii ya nashid. Lakini kwa wale watazamaji wetu wapya, basi ni kukusihi tu na kukuomba subscribe, lakini pia like, halikadhalika kushare kwa wengine, lakini pia kwa wale ambao utakuwa na maoni yote, basi tuachie katika sehemu ya comment hapo kwa lengo la kuweza kuboresha na kuimarisha zaidi kipindi chetu hiki, halikadhalika pia vipindi mbalimbali ambavyo vinakujia kupitia kanati yetu Istiqama Swahili TV. Basi moja kwa moja bila kupoteza muda ni wakaribisha wageni wetu kukusalimia ama kusalimie, halikadhalika kujitambulisha kwako, na kama vile ambavyo nimekwambia pia watakuja kukueleza kitu gani ambacho leo hii wametuletea katika kipindi chetu hiki cha Nashidi Zetu. Karibuni sana mashekh katika kipindi chetu maalum, na karibuni sana kuwasalimia watazamaji wetu inshallah. Naam, karibu sana. Kwa majina naitwa Zuberi bin Muhammad. Natoka katika kikundi cha Yunu Brotherhood. Na jina langu la usanii natumia hilo Zuberi bin Muhammad. Okay, Zuberi bin Muhammad. Mashallah. Naam Sheikh. Naam, kwa majina naitwa Brother Yunu. Nafahamika sana kwa jina hilo. Na si mgeni sana katika tasnia hii ya nashid. Si mgeni lakini pia si mwenyeji, sio? Kuna mtu anajiita si mgeni lakini si mwenyeji pia. Mashallah. Na mmekuja kwa jina la au kwa kofia ya Yunu Brotherhood. Ni tofauti kabisa nilivyokuzoea Sheikh, kwa unakuja kwa jina lako mwenyewe Brother Yunu kama ni mushid, lakini leo umekuja kwa kofia nyingine ya Yunu Brotherhood. Nini Yunu Brotherhood? Labda tungependa kujua kabla ya kwenda katika hatua nyingine inshallah. Asante sana. Yunu Brotherhood ni kikundi ambacho tumekusanyika kama sisi vijana, tukaamua kutengeneza umoja ambao utaweza kuwasilisha kazi zetu za utunzi wa nashid. Na hatupo sisi tu bali tupo approximation kama member 15. Okay, mashallah. Tupo kama 15. Ni kundi kubwa tayari mashallah. Ni kundi kubwa sana lipo, na tukiongozwa na kiongozi wetu hapa Brother Yunu, ndio producer wetu huyu. Mashallah. Mnaongozwa na kijana wa Mialeni au mnahitaji kule Makunushi nyumbani? Mialeni sawa sawa bwana aje. Nako pano kusema kweli bado utapeli bwana. Mtu anatakiwa kujua lahaja ama lugha ya kabila lake ama lahaja ya nyumbani kule lazima. Maana sio kwamba mtu ni kwao, mkataa kwao anakuwa ni mtumwa. Ingawa mmoja anasema kwa mkataa kwao anakuwa ni makame. Unaenda tu kutembea mara moja. Mashallah. Lakini na imani nikienda kule nikikaa hata miezi mitatu naweza utakuwa unachowea. Mashallah. Na Yunu Brotherhood pengine ni kikundi ambacho kina lengo gani na kimeanza mwaka gani? Na labda tungepata kujua kutoka kwa Sheikh. Asante sana. Yunu Brotherhood imeanzishwa kama mwaka mmoja nyuma hivi. Hivi sasa tuko 15 kama nilivyosema awali. Na alhamdulillah tangia tunaanza hii idea ya kuitengeneza Yunu Brotherhood, ambapo kiongozi wetu alikuja kutupa mashauri, tulilikupokea kwa furaha, kwa sababu ilikuwa ndio ndoto yetu. Siku moja tutengeneze kundi moja kubwa ambalo litaweza kujumuisha vijana mbalimbali, tuweze kuwasilisha hii kazi ya nashid kwa kiasi kikubwa. Memba 15 ni si kidogo kwa kweli. Sijui kama mna lengo la kupokea watu wengi zaidi. Kwa hivi sasa tulivyokaa tukajaribu kujadiliana, tukaona kwa kipindi hichi kidogo kwanza tusimame kupokea memba wengi, kwa sababu tupo wakubwa pia wapo wadogo ambao tunajitahidi katika malezi. Tunajitahidi katika malezi kuwalea, na wao wana kazi zao nzuri tu mashallah. Na wanachama wote ni murshiduna ama wote ni murshiduna. Wote ni murshiduna. Na kazi zipo ambazo tumetunga kwa pamoja kama Yunu Brotherhood, lakini zipo kazi nyingine anatoka mkubwa mmoja anaimba na mtoto mmoja. Kazi zipo nyingi. Mimi nahisi zaidi niwaambie wapenzi watazamaji wasikose katika tamasha la Ramnashid ambalo watashuhudia mengi zaidi.
watawaona vijana wenye ufundi wa kusoma nashid watakavyo perform nashidi zao ambazo zitakuwa zina ujumbe ndani yake. Okay. Hapa tuunganishe swali hapa kwamba kumekuwa kunaanzishwa makundi kama haya ambayo yanajumuisha mashindano mbalimbali. Yes. Na mengine alhamdulillah yamekuwa yakiendelea, sio kwamba yanaishi, lakini kuna mengine yanaishi kwa muda mfupi alafu yanakufa, yanatoweka kabisa. Sasa si kwa upande wenu Yunu Brotherhood mmejipangaje katika hili? Sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu kila siku hili kundi alidumishe, tuwe pamoja, na kitu ambacho kinatufanya zaidi tufanye bora, tuwe na uhusiano wa karibu na kuto kufikiria mambo mengine, na hisi ni kutokana na ukaribu wetu. Okay. The way ninavyoishi na brother Yunu hapa, yani mkinikuta kwenye mazingira ya kawaida mtasema nyinyi hamwezi kugombana. Okay. The way ninavyoishi labda na bin Khattab, yupo msanii mmoja brother Yunu na Yunu Brotherhood anaitwa bin Khattab. Yani tuko very close. Okay. Yani muda wote tunakutana. Yani haiwezi kupita siku mbili bila sisi kukutana. Nasema kwamba ni ndugu walioshibana, ndio maana urafiki ule ujengeka vizuri sana. Ndio maana tukaja na idea ya kujiita vipi Yunu Brotherhood. Manake ni udugu, manake tumeshibana, hatuna mambo mengi. Yani tunatumia slogan ya kwamba sisi tufanyeni kazi, wengine tuacha. Na alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu. Meneja wetu hapa ana studio yake kabisa. Okay. Kwa hiyo imekuwa ni wepesi kidogo katika uwasilishaji wa kazi zetu. Amekuwa ni producer mwenyewe, ndio kazi zenu mnaziandaa wenyewe, kila kitu, everything. Kazi yoyote utakayoisikia inasema Yunu Brotherhood, basi huyu ndo bwana, huyu ndo mwenyewe kabisa. Kijana wa Mialeni. Kajengo. Huyu ni mkataa kwao, mimi namuita. Kabla haja kwao haijui. Atakwenda inshallah. Mkataa kwao huyu. Atakwenda inshallah. Pelekeni huyu. Na atakapokwenda mimi naomba brother Yunu aje atutungie na shidi moja Kimakunduchi. Kimakunduchi. Hapa na muda sana. Anaweza nguli huyu, nguli kwenye lahaja ya nyumbani, muda sana jamaa. Lakini tuje sasa, mnatarajia nini katika kundi lenu hili? Sababu inawezekana kwamba mpo kwa ajili ya licha kwamba yale malengo ambayo umeyataja hapa, lakini pengine kuna malengo hapa ya kibiashara, labda ukuaji wa kibiashara ukoje katika soko hili la nashid? So far kutokana na uandaaji wa matamasha mbalimbali, na hisi ataweza kutupromote, kutuonyesha kwa watu mbalimbali sisi ni nani. I think hata baadaye ikitokea wazo la kufanya biashara, nafikiri tutalipokea, tutafanya biashara. Lakini kwa muda huu hatujaliwaza kutokana ya kundi lenyewe lina mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka bado bichi, lakini insha Allah tutafanya hivyo. Naam. Mashallah, shukrani sana Sheikh Zubair. Huyu ni Zubair bin Muhammad. Lakini tuje sasa kwako Brotherhood au brother Yunu. Bwana Brotherhood imenichukua sana. Nataka kujua pia kwa nini niwe Yunu Brotherhood na sio jina jingine, kabla ya kwenda katika lengo jingine hapa. Naam. Kama alivyoeleza Zubair hapa kwamba Yunu Brotherhood, ili ni neno Yunu limetokana katika jina langu mimi. Ni Yunu Brother Yunu. Kwa nimesema nitumie jina la Yunu Brotherhood, yani ni ndugu zangu. Ile ni ndugu zangu ama ni familia yangu, ingawa si ya damu moja. Kwa mnahisi kwamba jina hili lipo vizuri katika soko? Ndio sasa. Nimepata taarifa matetesi kwamba kuna jambo ambalo mnaliandaa kama Yunu Brotherhood. Kundi lenu mnaandaa jambo hapa, hebu labda kupitia muda wetu huu ungewaambia watazamaji wetu kuna nini hapa? Kwa sasa hivi kusema kweli tuna kawaida ya kuandaa matamasha kama alivyosema Zubairi hapa kwamba tunaandaa tamasha, na sasa hivi tupo kwenye process ya kuandaa tamasha na tayari matangazo mbalimbali tayari tushatoa. Na tamasha hilo tunatarajia kulifanya tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu 2026 kabla ya Ramadhani. Niseme kwamba ili neno la Ram Nashdi ili mtokana na Ramadhani. Kwa vile tunakaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukasema tulite jina la Ram Nashdi. Kama wanavyoita majina ya wenzetu, mfano Salimale yeye na Zanashid. Naona kama hii Zanashid yeye kakusudia Zanzibar. Na mimi nikasema tukaona tutumie kwa kuashiria kwamba hili ni kwa ajili ya kuikaribisha Ramadhani. Na maliki mnakuwa mnafanya kabla ya Ramadhani, sio? Kabla ya Ramadhani. Kutokana na malengo hayo. Ndio, wanakuwa kawaida watu wengi wanasherehekea mwaka mpya. Wanasherehekea siku zao za kuzaliwa, na sisi tukaona tuna uwezo wa kuandaa jambo
tukaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mambo ya kheri kama ya nashid, kwa sababu nashid ni ujumbe na sio lazima mtu akamate maiki asimame kwenye. Bila shaka kila mmoja anakuwa na nafasi yake na kila mtu kwa nafasi yake basi fikishe ukumbusho, sio? Lakini tungepata kujua lisha ya jina la nashid kwamba Ram Nashid, lakini tungependa kujua sasa itafanyika wapi, lini na kwa namna gani pia. Tamasha hilo tunatarajia kulifanya Berlin Circus pale. Ndio ambao ukumbi tunaotumia sana. Ni pale ni nyumbani. Kwa hiyo mtu hawezi kukimbia kwao. Mtu kwao. Na mtu apige kwao bana. Kwa hiyo tunatarajia kulifanya Berlin Circus pale kama yaliyopita nyuma. Sasa hili ni Ram Nashid Concept 3. Fanya la mwanzo hapo Berlin Circus, tukafanya la pili pale na hili la tatu pia tunatarajia kulifanya pale. Itafanyika lini? Itafanyika siku ya Jumapili tarehe 15 mwezi wa pili. Jumapili tarehe 15 mwezi wa pili. Sasa ni muda mfupi tu ujao, maana ni muda mfupi tu. Naam, ni kuanzia saa ngapi pengine mpaka saa ngapi? Kuanzia tamasha hilo litafanyika kuanzia mchana saa 6 kamili hadi saa 12 jioni. Nimeamua kufanya hivyo kutokana tutakile tena mtu mpaka ikamchosha tena apate ujumbe mzuri au fahamu apate kuondoka bila kumchosha. Lakini muda mfupi sana, nataka kusema lakini umejitetea kwamba mnafanya kitu ambacho kitakuwa ni cha muda mfupi, lakini mtu anaondoka na ujumbe muhimu ambao akifanya kazi bila shaka atafanikiwa. Sasa utaratibu ukoje katika tamasha hili? Utaratibu, tumealika murshidi mbalimbali kutoka hapa visiwani Zanzibar na pia kuna majirani zetu hapa tumealika kutokea Tanzania bara. Na kwa upande wa Zanzibar pengine kwa faida ya watazamaji wetu ni nani na nani ambao watashiriki kwa mujibu wa mpangilio wenu? Kwa mpangilio wetu tumealika murshidi wengi akiwemo Salim Ali, yeye ni nguli hatuwezi kumkosa. Na mashallah. Tumemwalika na Faizu Sudi Khafa kwa sababu ni waanzilishi wa masala haya. Hatuwezi tukawakosa hata. Au ni majungu sio ni jungu kuu ambalo halikosi ukoko. Sasa kama Raudha Kid, kwa sababu pia sisi tuna watoto ambao tunaita hii timu yetu Young Brotherhood. Tuna watoto wetu pia. Kwa hiyo tukaona pia tuwalike watoto wenzao ili wapate nao washajishike zaidi. Watakuwepo Raudha Kid, watakuwepo Fadhal Kid, Malika na wengine wengi tu. Naam. Na kutoka nje ya Zanzibar sasa? Kutoka nje ya Zanzibar, Tanzania bara. Naam. Tumemwalika Maalim Isa ambaye tayari kashakuja matamasha mangapi? Nahisi matamasha mawili na hili la tatu. Naam. Huyo ni tayari yeye ni mwenyeji tena sasa hivi nasema. Na pia tumemwalika Abdullahi Salim. Na pia anapatikana huko Dar es Salaam. Tumwaliko na kaupokea kwa mikono miwili. Mashallah. Na kwa sababu muda mfupi sana ambao umebakia kwa sasa, labda mnawaambiaje watazamaji wenu au wale wafuatiliaji wenu kadhalika mashabiki? Mashabiki kama wanavyofuatilia katika chaneli yetu, tunaomba pia waje katika tamasha hilo. Vizuri wakaja kutunga mkono. Naam. Tickets utaratibu wake ukoje pengine kama kuna kiingilio chochote? Utaratibu wa tiketi, tumetoa tiketi. Tumetoa tiketi mwaka jana tulifanya VIP ni shilingi 20,000 na kawaida wale watu wazima tumewekea 10,000 na watoto 5,000. Lakini kuna mashabiki wale ambao wameshabiki damu wanasema tuwekee na VVIP. Kwa nini masuala ya mpira huko wanaweka VVIP? Sisi kuna kumkaweka tuwekee VVIP na hiyo shilingi 50,000 VVIP. Matamasha haya yamekuwa yakiandaliwa mara kwa mara, alhamdulillah, tunashukuru, sababu kabla hapo hatukuwa kuona katika visiwa vyetu katika taifa letu, na tulikuwa tunaona kwa wenzetu ambapo tulikuwa pengine tunapata choyo fulani kwa nini hapo kwetu sije mambo kama haya. Yamekuwa na ungaji mkono kwa namna gani? Pengine anaongeza angalau ule mwamko wa nashid katika taifa letu. Mwamko upo. Sasa hivi murshidi wapo wengi na wanaandaa matamasha. Sio peke yangu tu ambao wanaandaa tamasha. Bila shaka. Wapo murshidi mbalimbali na pia wanaandaa matamasha.
Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mwitikio fulani ambao unapatikana. Mwitikio upo mkubwa tu. Na pia inasababisha kukua kwa soko ile la Nashid. Sasa ndio. Okay. Pengine kuna jambo gani ambalo ungependa kuongezea hapa katika kusana jambo lenu hili? Labda niwatajie namba za simu, kwa sababu kuna wengine atasema namba za simu hawajataja. Nataka kuja na mtu akatuma comment katika channel, lakini pia pengine mkampobize kujibu. Kwa hiyo namba za simu, wale ambao watakuwa wanahitaji tiketi na vizuri zaidi, mtu akiwa anahitaji tiketi tunampelekea. Tunampelekea. Namba za simu ni 07 85 66 4409. Hiyo muda wote ukipiga basi tuzikariri basi inshallah. 07 85 66 4409. Okay. Hizo ukipiga moja kwa moja unanipata mimi. Lakini pia nitapenda Sheikh Zuberi hapa au Bin Zuberi naye ataje namba zake, pengine anaweza akanipata mimi, anaweza kupata mawasiliano ya mtu mwingine. Naam. Haya, nambari yangu mimi ni 0658 975121. Ukinipigia hiyo namba inshallah muda wote utanipata, Mungu akipenda. Naam, Sheikh Zuberi, pengine una chochote cha kuongezea hapa kwa kumalizia kipindi chetu? Cha kuongezea mimi niseme kwanza asanteni sana kwa kutupa mwaliko sisi kufika hapa. Naam. Na zaidi naomba watazamaji wote wa Istiqama TV wasikose tamasha la Ram Nashid, kwa sababu lina utamu wake. Kulikosa yani kidogo itakuwa mtihani, ile ladha ya Nashid unaikosa. Kulikosa ni aibu, Sheikh. Aibu. Mtu yupo hapa unakosa mengine sako si hapo uwepo. Kwa hiyo nafikiri watakuwepo manguli mbalimbali wa Nashid kama alivyosema hapa brother Yunu. Nafikiri sio la kukosa. Nafikiri wanajua sio tamasha la kwanza ili kulifanya. Kwa hiyo wanajua uhondo wa Ram Nashid. Mambo yanabadilika Sheikh. Mwaka jana, mwaka juzi ni tofauti na mwaka huu. Umejipanga vizuri? Tumejipanga vizuri. Mpaka unaona kwamba mwaka jana VIP ilikuwa ni 20,000 lakini mwitikio wa watu sasa hivi 50,000. Manake kuna wadau wamesema VIP bana tuwekeni pesa kubwa. Kuna wengine sisi linatuuma hilo tamasha kuliko nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa. Mimi naomba inshallah khairi tuweke kitu kwa upande wako. Kuna utofauti gani kati ya matamasha yaliyopita na hili la mwaka huu kwa kumalizia? Utofauti upo. Utofauti mwaka jana ni utofauti wa mwaka jana kulikuwa haipo hii Yunu Brotherhood. Okay. Ilikuwa ni mwenyewe tu. Ni brother Yunu mwenyewe kama mwenyewe. Mwenyewe kama mwenyewe. Jeshi la mtu mmoja. Ndio, lakini nikaona itapendeza zaidi nikaandaa crew. Kwa sababu jambo la moja linakuwa zuri zaidi. Nikaona tuandae crew, tengeze jambo ambalo litakuwa zuri zaidi. Basi inshallah mimi nashukuru sana kwa ujio wenu hapa, lakini pia nawatakia kheri katika maandalizi ya jambo letu hili. Tunasema kwamba ni jambo letu kwa sababu ni jambo la Uislamu na hii tasnia ni yetu. Maki lazima tuibebe na tuifikishe pale ambapo inastahiki bila shaka. Kama vile ambapo wenzetu upande mwingine wameyabeba mambo yao na yakapata ushabiki na uungaji mkono mkubwa sana katika taifa letu na nchi ya taifa. Hatimaye basi umekuwa na mafanikio makubwa sana. Inshallah tutafanikiwa kwa uwezo wa Allah. Nashukuru sana. Basi mtazamaji wetu, hadi hapa hatuna ziada ghairi ya kushukuru, lakini pia ni kuweza kuchukua ujumbe huu ambao wageni wetu hapa wameuleta, ikiwa ni pamoja na kuchukua nambari hizi kwa ajili ya kufanya mawasiliano inshallah, ili kupata tiketi yako mapema, kwa sababu siku ni chache sana. Tunasema siku ama ni muda mfupi sana umebakia, na kwa uwezo wa Allah tutafanikisha lengo hili tukiwa na ushirikiano na umoja baina yetu na mshikamano pia. Naitwa Said bin Musa, lakini hapa tumekuwa nao vijana kutoka Yunu Brotherhood, kundi hili la Nashid ambalo wamekusanya kwa malengo ambayo umeeleza hapa mashallah punde, na tunasema kwamba hatuna ziada. Shukrani lakum jami'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.